Bunge la Senegal limepitisha muswada mpya wa sheria unaoongeza maradufu kifungo cha miaka 10 jela kwa wapenzi wa jinsi moja na kuharamisha uhamasishaji wa mapenzi ya jinsi moja. Rasimu ya sheria hiyo ilianzishwa na Waziri Mkuu Ousmane Sonko baada ya wimbi la watu kukamatwa mwezi uliopita kutokana na madai ya kuwa na mahusiano ya jinsi moja. Polisi waliwaweka kizuizini wanaume 12, miongoni mwao watu wawili maarufu na mwandishi habari maarufu. Mjadala kuhusu haki za LGBT kwa muda mrefu umezua mvutano nchini Senegal, nchi yenye waumini wengi wa Kiislamu, ambapo baadhi ya makundi ya kihafidhina yanaona wanaharakati na waunga mkono LGBT kuwa ni uingiliaji wa kigeni. Na wanasayansi nchini Canada wamegundua kuwa malkia wa nyuki ana uwezo wa kupumua chini ya maji. Nyuki hawa wanaweka viota vyao ardhini na malkia mpya ulala usingizini wakati wa msimu wa baridi, jambo ambalo linawafanya kuwa hatarini wakati wa mafuriko. Ugunduzi huu unaweza kueleza kuwa ni jinsi gani wadudu hawa wanaweza kuibuka kutoka kwenye maji ya mafuriko na kuanzisha tena makoloni yao wakati wa majira ya kipupwe. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, Mwenedo FM Kenya na Radio Muungano Beni huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linalolaani mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Iran dhidi ya nchi za Ghuba ya Kiarabu pamoja na Jordan. Azimio hilo lililowasilishwa na mataifa ya Ghuba halikutaja mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israel. Azimio hilo pia limelaani jaribio lolote la Tehran kuzuia usafiri wa kimataifa katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. China na Urusi zilijizuia kupiga kura wakati azimio hilo lilipopitishwa. Esther Luambano anaarifu zaidi. Azimio kinzani lililowasilishwa na Urusi likiungwa mkono na China, lililokuwa likitaka kusitishwa kwa mapigano kwa ukamilifu katika eneo la Mashariki ya Kati, halikupatwa uungwaji mkono wa kutosha na hivyo kutopitishwa. Wakati huo Iran imeendelea kushambulia maeneo muhimu katika eneo la Ghuba, ikipiga maghala ya kuhifadhi mafuta nchini Oman. Awali, meli 3 za kibiashara pia ziliharibiwa katika mashambulizi hayo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Mike Waltz, amezungumza baada ya upigaji kura. Mashambulizi haya yalikuwa mabaya sana na yalifanywa bila kutambua walengwa, huku Irani ikipiga risasi kila kona, kiasi kwamba mataifa ambayo hapo awali yalikuwa na tofauti kali sana yameungana. Mkakati wa Irani wa kusambaza vurugu umeonekana kuvurugika na kushindwa. Katika hatua nyingine, meli 2 zilizokuwa zimebeba mafuta kutoka Iraq zimeshambuliwa na watu wasiojulikana ndani ya maji ya eneo la Iraq na kusababisha meli zote 2 kushika moto. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa bandari wa Iraq aliyezungumza na shirika la habari la Reuters, anasema mamlaka zimefanikiwa kuwaokoa wafanyakazi 25 wa meli hizo 2. Licha ya juhudi hizo, moto bado unaendelea kuwaka. Ni taarifa yake Esther Lombano. Nyaraka zilizotolewa na serikali ya Uingereza zimeibua upya maswali kuhusu uamuzi wa Waziri Mkuu Keir Starmer kumteua Peter Mandelson kuwa balozi mjini Washington. Zinaonyesha kuwa aliarifiwa kuhusu ripoti iliyobaini kuwa Mandelson alikuwa na uhusiano wa karibu na mhalifu wa kingono Jeffrey Epstein, baada ya Epstein kutiwa hatiani kwa vitendo vya unyanyasaji wa kingono. Waziri mwandamizi wa serikali Darren Jones ameliambia bunge kuwa mfumo utaimarishwa. Amid already sour relations between the two countries, Mr. Bozell yesterday addressed a business meeting in the coastal town of Hermanus. Huku uhusiano kati ya nchi hizi mbili ukiwa tayari si mzuri, jana Bwana Bozell alihutubia mkutano wa wafanyabiashara katika mji wa pwani wa Hermanus na kuwasilisha mambo 5 aliyosema Afrika Kusini inapaswa kuyarekebisha. Moja lilihusu mvutano kuhusu wimbo wenye utata Kill the Boer wa enzi za ubaguzi wa rangi, ambao baadhi ya watu walitaka utangazwe kuwa hotuba ya chuki, lakini mahakama ya kikatiba ilizuia hatua hiyo. Bozell alisema kuwa hajali uamuzi wa mahakama, jambo lililoichukiza Afrika Kusini kwa kuonekana kudhalau mfumo wake wa kisheria. Hata hivyo, Bozell alirudi nyuma na kusema yuko tayari kushirikiana na Afrika Kusini kwa njia ya kujenga na kwamba serikali ya Marekani
inaheshimu uhuru wa mahakama ya Afrika Kusini. The US government respects the independence of South Africa's judiciary. Hata hivyo, hatua hiyo haikumridhisha kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Conservative Kemi Badenoch, ambaye amesema kuwa Keir Starmer anapaswa kutafakari upya kuhusu nafasi yake ya waziri mkuu, na hapa namnukuu: "Ninafikiri kwamba hili ni shtaka jingine dhidi ya uwezo wa Keir Starmer kufanya maamuzi sahihi, na uchunguzi wa kina ambao sasa tumeuona pamoja na nyaraka ambazo sasa tumezipata umeonyesha wazi kwamba waziri mkuu hakupaswa kamwe kufanya uamuzi huu." Mashirika ya misaada yanatahadharisha ukame wa muda mrefu umesababisha uhaba mkubwa wa chakula katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Kenya, Somalia, Ethiopia na kaskazini mwa Tanzania. Nchini Kenya kwa mfano, serikali imesema zaidi ya watu milioni 3 wanakabiliwa na njaa kiwango cha juu, hasa katika kaunti za kaskazini mwa nchi hiyo. Uhaba huo wa chakula umewaathiri zaidi watoto na watu wazima, pamoja na mamia ya mifugo ambayo imekufa kwa kukosa maji na malisho ya kutosha. Mwandishi wa BBC Samia Wami ametembelea kaunti ya Turkana, moja ya kaunti zilizoathiriwa na ukame, na kuandaa taarifa ifuatayo. Nilitembelea familia moja, nikakuta wanawake 3 wamekaa chini ya mti wakiponda matunda mwitu. Matunda haya yana rangi ya kahawia na maganda yake ni magumu hivi. Ukubwa wake ni kama kokwa la parachichi. Kawaida matunda haya huliwa na wafugaji wakiwa wanachunga, lakini kwa sababu ya njaa, matunda haya ndio yamekuwa chakula kikuu kwa familia hii na zingine kadhaa kijijini hapa. Tunakula hii mikoma kwa ajili ya njaa. Huyo ni Regina Ebute Lokupu, mmoja wa wanawake niliowakuta wakiponda matunda hayo. Chakula hakuna, makampuni yote hakuna, tunakaa tu na njaa hivi. Tunaamua basi kula hii mikoma. Kwa jamii hii ya wafugaji, mifugo si ishara ya utajiri tu, bali ni maisha kabisa. Lakini wengi wamepoteza makumi ya mifugo yao, mbuzi, kondoo na ngamia. Kwa sababu ya ukosefu wa malisho, wanaume wengi wenye nguvu imewabidi sasa kwenda katika nchi za jirani kama vile Uganda na Ethiopia kwenda kutafuta malisho ya mifugo yao. Nimekuja katika ghala ya chakula ya shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya. Hapa nimekuta kuna maofisa wanapakia chakula katika gari tayari kwa ajili ya kupeleka kwa watu ambao wanahitaji zaidi, kama kilomita 160 hivi kutoka hapa. Hali ya ukame imeathiri kipande kikubwa katika kaunti yetu ya Turkana. Rukia Abubakar ni mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti ya Turkana. Anasema mahitaji ni makubwa kuliko chakula kilichopo. Ile chakula ambayo tuko nayo inafikia watu 5,000 kwa 770, ndio tunaendelea nayo. Hatutawafikia wote ambao wameathirika na njaa. Wadau wengine kama shirika la World Vision Kenya na lile la chakula la Umoja wa Mataifa World Food Program au WFP nao wanatoa msaada wa chakula pia kwa familia zilizoathirika. Serikali itaanza kusambaza chakula hivi punde kwa watu na wanyama katika kaunti zilizoathirika zaidi. Wakati mvua zimeanza kunyesha, maafisa wa serikali wanaonya kwamba mvua hizi haziwezi kuleta ahueni mara moja. Jacobo Letosiro ni makamu mkurugenzi wa shirika linalodhibiti ukame nchini Kenya katika kaunti ya Turkana. Kuna watu zaidi ya 300,000 ambao wanahitaji msaada wa chakula ambaye ni ya dharura, na pia katika sehemu mingi ya kaunti baada haijapata mvua. Huko kijijini bado watu wengi na mifugo yao wataendelea kutegemea matunda mwitu. Unaweza kusema ni ishara ya ustahimilivu, lakini kwa kweli unaweza pia kusema kwamba ni ishara ya kukosa kabisa namna nyingine kwa jamii hii. Na asante sana Samia Wami. Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga, unasema BBC ninaguswa sana na taarifa hizo. David Shio unasema tupo pamoja. Sharon Esau unasema BBC ni kubwa, tuonesheni hata picha. Mudi Mabegi wa Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi, Dar es Salaam, Tanzania, unasema ifike wakati taarifa za huyo Epstein ziangaliwe tena. Asante sana, na muda usiokuwa mrefu tunaelekea viwanjani kwake Florian Kaijage. Asante sana Martha Saranga, naona wasikilizaji hapo wamekuchangamsha vizuri kabisa. Tuanze na ligi ya mabingwa barani Ulaya ambako michezo ya mkondo wa kwanza hatua ya 16 bora imekamilika usiku wa kuamkia hii leo, huku kukiwa na magoli lukuki ama ya kumwaga katika michezo minne ambayo imechezwa usiku wa kuamkia leo baada ya ile mingine kuchezwa usiku wa kuamkia jana. Mabingwa watetezi PSG ya Ufaransa wakiwa nyumbani
wamewaonesha mabingwa mara mbili Chelsea kile kilichomnyoa kanga manyoya kwa kuwapa kichapo cha magoli 5-2. Mabingwa kihistoria Real Madrid ya Hispania wakawanyoa Manchester United bila maji kwa magoli 3 bila majibu. Bodo Glimt imeendeleza makali yake na kushangaza ulimwengu wa soka kwa kuwachapa Sporting Lisbon 3-0. Nao Arsenal wakafanikiwa kupata sare ya 1-1 ugenini dhidi ya Leverkusen ya Ujerumani. Michezo ya marudiano ni juma lijalo, Jumanne na Jumatano. Hii leo kuna michezo 16 huko Ulaya, 8 ya Europa League na mingine 8 ya Conference League, yote hatua ya 16 bora. Katika tenisi, Cameron Norrie, raia wa Uingereza, atakutana na mchezaji kinara kwa ubora duniani Carlos Alcaraz katika robo finali katika mashindano ya Indian Wells. Norrie alimshinda Alex de Minaur aliyeshika nafasi ya 6 katika raundi za awali kwa ushindi wa 6-4 na 6-2 dhidi ya nambari 117 Rick Ijkata katika muda wa saa 1 na dakika 16. Baadaye jana Jumatano, Alcaraz alimshinda Casper Ruud, raia wa Norway aliyeshika nafasi ya 13 kwa ubora kwa 6-1 na 7-6. Katika tetesi za usajili, mlinzi wa Nottingham Forest raia wa Brazil Murilo mwenye umri wa miaka 23 ni mmoja wa walinzi kadhaa kwenye orodha fupi ya Manchester United ya wachezaji wanaotarajiwa kusajiliwa msimu ujao wa kiangazi. Arsenal inazingatia ofa ya kumnunua mlinzi wa pembeni wa Newcastle raia wa England Tino Livramento msimu huu wa kiangazi, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 bado akiwa hajaonesha nia ya kuongeza mkataba wake zaidi ya mwaka 2028. Nao Tottenham Hotspur walio katika hali ngumu wakijipapatua kuepuka kushuka daraja, itamruhusu mlinda lango wake Antonio Kinski miaka 22 kuondoka katika klabu hiyo kwa mkopo msimu huu ili kujenga upya kujiamini baada ya mchezaji huyu wa kimataifa wa Jamhuri ya Czech kuondolewa dimbani baada ya dakika 17 tu dhidi ya Atletico Madrid siku ya Jumanne, huku timu yake ikiwa nyuma kwa magoli 3-0. Inavunja moyo kweli kweli. Msikilizaji mmoja hapa alisamwambia Kaijagi, kunyolewa ni kunyolewa, jalishi na maji au la. Ukiwa na maji napunguza maumivu kidogo. Shukrani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lapitisha azimio la kulaani mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Kuba na Jordan. Nyaraka za serikali ya Uingereza zaibua maswali kuhusu uteuzi wa Peter Mandelson kuwa balozi Washington kutokana na uhusiano wake na Jeffrey Epstein. Na leo katika gumzo tunatupia jicho janga la kibinadamu linalozidi kutokota Mashariki ya Kati, ambapo watu takriban 700,000 nchini Lebanon wakikosa makazi na wengine kusalia wakimbizi. Hii ni BBC. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Serikali ya Tanzania imezindua mpango wa kudhibiti ukame wa mwaka 2025 mpaka 2030. Na kama utakumbuka ulivyosikia taarifa ya Kisami awali, nimezungumza na Fredi Mwanjali ambaye ni mkurugenzi wa idara ya maafa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu